Naam, asante kwa kuendelea kutuchagua. Hii ni Channel 10 Plus habari, ambapo hapo awali alikuwepo Fatuma Hassan kukuletea habari za kitaifa, kimataifa na biashara, na sasa ni wasaa habari za michezo na burudani. Niko hapa goalkeeper wa kisasa wa mpira Eden Bahati kukuletea mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amempongeza mwanariadha wa Tanzania Gerald Giai kwa kuibuka mshindi wa nafasi ya kwanza kwa mara ya pili mfululizo katika mbio ndefu za Daegu Marathon 2026 zilizofanyika Februari 22, 2026 nchini Korea Kusini. Rais Samia ametoa pongezi hizo kupitia ukurasa wake wa Instagram, akisema ushindi huo umeendeleza kulitangaza vyema taifa la Tanzania kimataifa na kuonesha uwezo mkubwa wa wanamichezo wa Tanzania katika mashindano ya riadha duniani. Aidha, amempongeza pia mwanariadha Emmanuel Ndidai kwa kushika nafasi ya 3 katika mashindano hayo, akieleza kuwa mafanikio hayo ni chachu ya kuhamasisha vijana wengi kujitokeza na kushiriki michezo, hususan riadha. Rais Samia amewataka wanamichezo hao kuendelea kuipeperusha bendera ya Tanzania kwa nidhamu, bidii na uzalendo, huku akiahidi kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya kukuza na kuendeleza sekta ya michezo nchini. Rais mstaafu wa chama cha gofu wanawake Tanzania TLGU Queen Silika ametoa shukrani za dhati kwa Baraza la Michezo la Taifa BMT kwa mchango wake mkubwa katika kuendeleza na kukuza mchezo wa gofu kwa wanawake nchini. Queen Silika amesema BMT imekuwa mshirika muhimu katika kuhakikisha wanawake wanapata fursa sawa na kushiriki michezo, kuendeleza vipaji vyao katika mchezo huo kupitia msaada wa kiufundi, uratibu wa mashindano na uwezeshaji wa programu mbalimbali za maendeleo ya michezo. Aidha, ametoa wito kwa wadau wengine wa michezo kuendelea kushirikiana na TLGU ili kuhakikisha mchezo wa gofu kwa wanawake unazidi kukua na kuleta mafanikio makubwa kitaifa na kimataifa. Mnatupokea muda wowote, kitu chochote tunachotaka. Yaani kwa kweli najua Ingrid una michezo yako, lakini kwa gofu wanawake sisi ni last bones pale. Na uzuri umekuwa ukitusupport pia. So uzuri wa BMT ndio huo, kwamba michezo ni michezo. Lakini tunawashukuru sana BMT, tusingekuwa hapa. Hivi vikao sio common kwa sisi ambao tumecheza golf labda miaka 7 iliyopita. Tunashukuru sana na tunaomba muendelee kutusupport. Kwingineko ni kwamba kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Marco Chilia amewataka vijana wa shule za sekondari katika wilaya ya Mbinga kushiriki michezo mbalimbali kwa lengo la kuonyesha na kuibua vipaji vyao kwa kuwa michezo ni ajira. Kamanda Chilia ametoa wito huo wakati wa ufunguzi wa mashindano ya Wireless Super Cup kwa wanafunzi na kusisitiza kuepukana na makundi ya kihalifu ambayo yanaweza kupelekea kupoteza ndoto zao. Vijana wanapocheza michezo hii, ndio michezo ni ajira. Sasa hivi mchezo wa mpira ndio ambao wachezaji wake wanalipwa hela nyingi kuliko madaktari wa wilaya au wa mkoa. Lakini michezo ni furaha. Michezo ni furaha, inapunguza stress, inatufanya wote tufurahi, inatuleta pamoja. Mashindano yetu yalikuwa na kauli mbiu ya kwamba Tanzania yetu, amani yetu, kuwa mzalendo, dumisha amani. Naamini sisi sote tulioko hapa ni wazalendo, ni wapenda amani. Kwa hiyo tuko tayari kudumisha amani ya taifa letu la Tanzania. Na lengo kubwa ni kuibua vipaji vya vijana kwa makundi yote. Tumeangalia makundi ya sekondari, tumeangalia makundi ya watoto wa mtaani, lakini pia na makundi ambao wale vijana ambao wanacheza mashindano rasmi. Kwa hiyo mashindano haya yetu yanashirikisha timu 8 za shule za sekondari ambazo zinatoka hapa mjini, ambazo ni shule za sekondari. Nasaidia katika kuchangamsha akili zetu sisi kama wanafunzi, lakini pia tulikuwa naomba kama kuna wadhamini, pia tunahitaji wadhamini zaidi tuendeleze vipaji, na vipaji vingi sana, wanafunzi wako wengi, tunahitaji wadhamini na tusaidie. Kwingineko ni kwamba Baraza la Michezo la Taifa BMT limehitimisha ziara yake mkoani Kagera kwa kukutana na wajumbe wa kamati ya michezo mkoa, ambapo walijadili masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya michezo mkoani humo, ikiwemo usimamizi wa vyama na vilabu vya michezo, usajili wa vyama na vilabu vya michezo, uendeshaji wa vipaji na ushirikishaji wa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu katika michezo.
Sambamba na hilo, BMT pia ilikutana na wadau wa michezo kujadiliana kwa kina kuhusu fursa, changamoto na mikakati ya kuimarisha sekta ya michezo katika ngazi ya mkoa na wilaya. BMT imeahidi kuendelea kutoa ushirikiano kwa kamati ya michezo na wadau wote wa michezo katika mkoa huu na kuhakikisha michezo na kuwa nyenzo ya maendeleo ya kijamii, kiuchumi kwa wananchi wa Kagera. Naam, taarifa hiyo na tuwekea utoka kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Katika mchezo wa tenis ni kuwa nyota wa mchezo huo kutoka nchini Hispania, Carlos Alcaraz ameshinda mashindano ya wazi ya Qatar baada ya kumfunga mchezaji Arthur Fil wa huko Ufaransa kwa seti 6-1, 6-2 katika fainali ya kusisimua iliyofanyika jana mjini Doha nchini Qatar. Alcaraz ambaye ni mchezaji tenis nambari 1 kwa ubora duniani upande wa wanaume alionyesha kiwango cha juu akimaliza mechi hiyo ndani ya dakika 50 tu na kuongeza rekodi yake ya ushindi msimu huu, ikijumuisha ushindi wake wa karibu baada ya kukamilisha mataji yote ya Grand Slam katika Australia Open mapema mwezi huu. Hili ni taji lake la 9 katika mashindano ya ATP 500 ikilinganisha na rekodi ya nyota wa zamani wa tennis raia wa Uingereza Andy Murray katika idadi ya mataji katika ngazi hiyo. Ushindi huo unaonyesha kuwa mchezaji Alcaraz yupo katika kilele cha kiwango chake kwa msimu huu, akionyesha uwezo mkubwa katika mashindano ya kimataifa na kuongeza matarajio ya mashabiki wa michezo ya siku zijazo ya ATP, huku akitajwa kama sura ya mchezo wa tenis duniani kwa sasa. Jina langu ni Winga Teleza. Asante Witness Ngalawa alimaarufu kama Winga Teleza kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa kwa umakini na umaridadi wa hali ya juu. Na kufikia hapo hatuna la ziada kutoka kwenye chumba chetu cha habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, golikipa kisasa wa mpira. Nirejeshe matangazo hayo kwake Fatuma Hassan kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo.